na watapaswa kuwa na hizi kadi mpya ambazo zinakwenda kutoka kama inakuwa vipi? Lazima mwenyekiti atakuja kuliona kati, lakini basi tunashukuru sana Mr. Rajab, tumpe nafasi mwenyekiti ya muda mrefu. Asante sana kwenye swala linalohusu idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi. Kwa sasa inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utawaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye ledger na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa watolewe tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana kuimprove kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa ni tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko. Swali kwa mwenyekiti Abdin. Kupongeza wazazi vizuri. Nataka kupongeza kwa kuelewa vizuri kwamba hili zoezi tuambie litakuwa endelevu au ni mfumo, lakini vile vile kuna wale watu wengine ambao wanaweza kuwa hawajakidhi vigezo vya kuwa wanachama labda wa Simba wakawa labda ni mashabiki, na hao mnafikiria vipi wanaweza kupatikana? Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake. Lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Mkataba upo na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tuliokuwepo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye.
Mwenyekiti, kinachosubiriwa hapa ni bei ya kadi na madaraja ya kadi. Tutatoa. Sasa hatukusema kwamba lazima leo tuje kusema kila kitu, ili na sisi tuwe na muda wa maandalizi. Nadhani umenisikiliza nilichosema mwanzo kwamba tumewatangaza hawa kwa sababu katika uandaaji wao watahitaji kuwasiliana na mamlaka za serikali, kuwasiliana na wanachama, kuwasiliana na kwenye hiyo kadi kutakuwa na added value items, kwa maana labda pengine tunaweza tukafikiria kwenda kuweka mambo ya luku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi 20 mpaka wallet na tuna inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo, kumbe makadi matupu. Umeona? Kwa hiyo inaweza kawa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza, dhumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni watu ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika kama tulivyozungumza pale Rutana mara ya mwisho, mimi na makamu wangu mwenyekiti wa bodi tulisema tunaenda kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya wanachama na mashabiki wa Simba, na tangu wakati huo tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana kujaribu kuchakata kupata kampuni zenye uhakika wa kuweza kutengeneza kadi za wanachama wa Simba. Tuliwaambia kwamba tunakuja kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo zitakuwa zinafanana na klabu kubwa kabisa barani Afrika ya Simba Sports Club. Napenda kuwafahamisha kwamba bodi ya wakurugenzi wa Simba imeteua kampuni ya Mainstream Tanzania Limited kuwa kampuni itakayotengeneza mifumo au mfumo wa kadi za kisasa za kileo za Simba, lakini pia imeteua kampuni ya Nexus Pesa Company Limited ambayo pia itakuwa inatoa hizo kadi. Ni kadi za kisasa aina ya Visa. Kwa hiyo hizi kampuni mbili kwa kushirikiana na Simba zitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kadi zinatolewa haraka iwezekanavyo. Sasa mchakato jinsi gani tutaanza kuanzia hapa mpaka siku ya kwanza ambayo tutafanya tukio kubwa la kutoa kadi, kulaunch kadi ya kwanza ya kisasa aina ya Visa kwa wanachama wetu. Taomba nimwachie makamu wangu mwenyekiti ambaye mwenyekiti wa klabu, akiwa mwenyekiti wa klabu, mimi ni mwanachama wake. Yeye sasa ndiye ataeleza nyinyi wanachama, maana yake pamoja na mimi hatua hizi fatazo tutaweza kuzichukua mpaka siku ya kwanza ambayo kadi itatoka sokoni kwa mara ya kwanza. Itakuwa ni babu kubwa, itakuwa ni kadi hatari sana. Lakini pamoja nasi tunao wakilishi wa hizo kampuni. Baada ya kutangaza mwenyekiti ratiba yote, kama kutakuwa na maswali ambayo yatahusu wao kuhusu hizo kadi wataweza kujibu, kuhusu mifumo wataweza kujibu, pamoja na sisi Simba Sports Club ambao tupo hapa leo. Kwa hiyo naomba nikukaribishe mwenyekiti wangu wa klabu uweze kutoa hiyo timetable, timeline na yote kuhusu maandalizi yatakavyoenda kwa ajili ya matawi na wanachama waliopo na wapya. Karibu sana. Wao wanakuja kwa ajili ya kusikiliza maneno, sio kucheka. Na kucheka himo pia. Ndio maana na mimi wananichukua kama kikatuni kwa. Hiyo sijasema. Mimi najielezea mimi mwenyewe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa board. Ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato wa kuanzia katika ngazi za matawi na kuja mpaka makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana, kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nayo kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama haswa kwenye ngazi zile za matawi
kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta documents ambazo zitakuwa zinaainisha sasa orodha ya wanachama katika hayo matawi, na ili yawe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambalo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Target yetu, kadi ya mwanzo itakuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo, basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya club na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kumwambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuambia Mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji wanachama na kadhalika bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika. Simba ni taasisi kubwa, ni lazima tujenge uaminifu na uadilifu kwa watu ambao tunashirikiana nao, na ni jambo la wazi na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Labda kama ulivyosema, nitaomba ulizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama analo la kusema na Mainstream Group wanalo la kusema, then kama kutakuwa na maswali tutaji